Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, Waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri ambao tumeambatana katika ziara hii, waheshimiwa wabunge, nikitambua uwepo wa mwenyekiti wa bunge ndugu yetu Cecilia Pareso, Mheshimiwa mbunge mwenyeji, Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM, ndugu viongozi wa dini, kamati zetu za ulinzi na usalama, pamoja na ndugu wananchi. Nimekuja hapa kwenye ziara ya kawaida, na kama alivyosema mkuu wetu wa mkoa, nimeanzia Kilimanjaro leo. Nimefanya mkutano mmoja wa asubuhi pale, na baada ya hapo tumekuja kwenye shughuli yetu leo pale taasisi yetu ya Nelson Mandela, ambapo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa hostel. Na leo hii pia nimepita kwenye uzinduzi wa hospitali yetu hapa jirani. Katika kukagua kazi hizo, niwaletee salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kimsingi kazi zote hizi ni maono yake na dhamira yake ya dhati ya kuleta mabadiliko kwenye maisha ya Watanzania. Na mimi niwaambieni, nasikia fahari kuziona kazi hizi ambazo tunaweka mawe ya msingi na kuzindua, kwa sababu ni kazi zinazoleta heshima kwa taifa letu, ni kazi zinazoleta heshima kwa nchi iliyo huru na nchi inayoendelea kama Tanzania, na ni kazi zinazotafasiri kauli mbiu ya utu. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, ukiwa upo katika eneo lako unaweza usione ambayo yamefanyika katika maeneo mengine. Sasa mimi nimepita mkoa wa Tanga, nimepita mkoa wa Kilimanjaro, na sasa niko hapa. Nimepokea taarifa na kuona na kukagua miradi hiyo. Kazi inayofanyika ni kazi ambayo inamhitaji kila Mtanzania kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada hizo. Ni kazi inayotuheshimisha Watanzania wote. Na mara nyingi mzigo mzito ukibebwa na mwenye nguvu huanza kuonekana kama vile ni mwepesi. Mimi niwaambieni, kwa kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa awamu ya 6, kazi hizi alizofanya ndani ya miaka minne zingekuwa nyepesi, basi yeye aliye rais wa 6 angekuta bado hazijafanyika. Kwamba kwa zaidi ya miaka 60 tulikuwa na wilaya hazina hospitali ya wilaya. Zaidi ya wilaya 100 hazikuwa na hospitali ya wilaya. Lakini katika kipindi cha miaka minne na sehemu, Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga hospitali za wilaya 119. Tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake, popote pale ambako wananchi walikuwa wanapata mwendo mrefu kufuata huduma ya afya, amewasogezea karibu na pale walipo. Amejenga vituo vya afya 649 ndani ya kipindi cha miaka minne na sehemu hivi, zikiwemo makao makuu ya tarafa zote za nchi hii. Amejenga zahanati zaidi ya 2700. Ameweka vifaa vya kisasa vya huduma za kiuchunguzi wa afya. Tulikuwa na MRI zipatazo kama 6 nchi nzima. Maana yake uchunguzi wa kibingwa ilikuwa lazima mtu aende Dar es Salaam.
ndani ya kipindi cha miaka takriban minne na sehemu ameweka MRI katika hospitali zote za rufaa na zile za kanda. Sasa watu waliokuwa kwenye kanda hawana ulazima wa kwenda Dar es Salaam kufanya vipimo vya MRI. Tulikuwa na CT scan zipatazo 16, 17 kwa nchi nzima. Ndani ya miaka minne na sehemu amenunua CT scan 32. Maana yake hospitali zote za mikoa na zote zilizoko katika baadhi ya manispaa zimepata mashine zile za CT scan. Hivyo hivyo na mashine zingine za kiuchunguzi. Yamefanyika hayo kwenye afya, yamefanyika hayo kwenye elimu. Nimepita kuzindua shule moja hapo jana Sia, ambapo kila mkoa una shule moja maalum ya wasichana. Nilikuwa pale kwenye shule ile ya wasichana, nikasema hata mimi na ndugu yangu mbunge tumekuwa tukisema tumesoma shule na hatuweki sekondari, tunasema tumesoma special school. Lakini mabweni yaliyojengwa, madarasa yaliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ukifika unaweza, kwa nchi zingine hicho ni chuo kikuu. Kila mkoa una shule maalum moja ya wasichana. Kila ukanda una shule moja maalum ya wavulana mpya kamili na mabweni na nyumba za walimu. Shule 103 za amali ambazo hizo watoto wetu watatoka na ujuzi ndani ya kipindi cha miaka takriban minne na sehemu. Hivyo tulikuwa na jambo linaitwa second selection, kwamba watoto wamefaulu ila wanasubiri madarasa. Ndani ya miaka minne na sehemu Daktari Samia Suluhu Hassan akajenga madarasa 1079, shule 1300 za sekondari, shule 2800 za msingi. Hivi ni vitu vinavyowahusu wananchi wa Tanzania moja kwa moja. Haya ni mambo yanayokwenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Na wakati huko kwenye kampeni akasema afya sio majengo na afya na elimu sio majengo. Ndani ya mwezi mmoja baada ya kuapishwa ameajiri wataalamu wa afya na elimu 12,000 ili wakawafundishe watoto wa Tanzania na wakawatibu wa Tanzania wanaokwenda kwenye hospitali zetu. Niliona kwa sababu haya ni mambo yanayoleta heshima, ni vyema kila mmoja akajivunia na kila mmoja akajua. Na hapa nimetaja baadhi tu, yapo hivyo na kwenye sekta zingine, miradi ya umwagiliaji, miradi ya maji. Mimi nilipotoka hapa tarehe 30 nilipeleka taarifa yangu kwa Mheshimiwa Rais kwamba pamoja na kwamba ulinituma nipeleke salamu, lakini nilipokea salamu kwamba kuna sehemu wananchi wa Rumeru wanakosa maji licha ya kwamba pana chanzo cha maji. Zinakosekana bilioni takriban 2 tu. Mheshimiwa Rais alielekeza mara moja kwamba kabla ya mwaka wa fedha huu kuisha, fedha hiyo imeshakwenda na mradi ule utekelezwe. Na tutakapomuinua Mheshimiwa Waziri wa Maji ambaye tuko naye hapa, ataelezea na maeneo mengine ambayo Mheshimiwa mbunge umesema yakihusisha maji upande wa kata hii ambako iko hospitali ya wilaya. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Maneno kidogo, vitendo vinaongea. Sasa mimi amenituma jukumu la kuwaletea salamu, anawasalimia sana, lakini pia amenituma kufuatilia utekelezaji wa shughuli hizi za serikali. Na mimi nafuatilia mguu kwa mguu, kwa sababu nimegundua katika baadhi ya maeneo serikali inalaumiwa kwa sababu ya wachache walio wavivu, walio wazembe. Kama hivi kwenye mkoa mmoja nilikopita, nikakuta kuna shule moja haina matundu ya vyoo ya kutosha. Watoto wanakwenda kujisaidia kwa kupanga foleni. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan alishapeleka fedha mwaka mmoja uliopita. Wataalamu wetu wanadunda na fedha, wao wanatoka na tai na mkanda nje, watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Nikasema hapa, huu ni uzembe,
ambao haukubaliki tena, ambao hauhitaji staha na uvumilivu na ustaarabu. Nikasema hatua zichukuliwe, lakini pia kama hii shule iko karibu na halmashauri, wale watoto waende wakajisaidia ofisi ya mkurugenzi na ya afisa elimu. Hatuwezi tukawa na watu wa kupuuza mambo ya msingi ambayo yanawahusu wenzetu, kwamba fedha imeshapatikana, ina mwaka mmoja, matundu ya vyoo. Na hapo nikasema kuanzia sasa, miezi 6 baada ya bajeti, sitaki kusikia habari ya shule haina matundu ya vyoo. Mambo ya aibu. Nchi ambayo imejenga reli ya kwanza kwa urefu Afrika, ya 5 kwa urefu dunia nzima, bwawa la umeme linalozalisha ziada ya umeme. Nchi imekuwa na ziada ya umeme kuliko nchi zote za Afrika Mashariki na SADC. Tunakuaje tunajadiliana kuna shule ina upungufu wa matundu ya vyoo? Ni uzembe, uvivu, ni kupuuza. Sasa hili nimeshalielekeza na natarajia kuanza kulikagua baada ya kuwa tumeshaanza utekelezaji wa bajeti. Sehemu nyingine nikapita pale, na namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Maji kwa hatua kali ambazo alizichukua. Tukaenda pale moja ya eneo, mkandarasi ameshalipwa mradi wa zaidi ya milioni 900. Mkandarasi ameshalipwa zaidi ya mwaka, anadunda na fedha, wananchi wananunua maji. Kufuatilia unasema kwa sababu kuna utawala wa sheria tu